أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقال بذكر الحمد ربنا تعالى والحمد لله على ما أنعم حمدا به يجل عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربي وعلى آله وأصحابه ونحن معهم وفيهم برحمة الله تعالى إلى يوم اللقاء. Wazee wangu, baada ya kumshukuru Allah na kutaka ziada ya rehma na amani iende kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kiasi mnajua yeye ni rehma, ni kiasi mnajua yeye ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hivyo ni wajibu wetu kwa mimi na wewe na mwingine kupeleka kila nyakati sala na salamu kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukianza na masala ya ndoa ambayo ndio imekuwa shida kubwa katika ummati Muhammad. Wanatueleza kwamba huwezi kupata mke bora kwanza na wewe uwe bora, au hauwezi pata mwanaume bora kwanza wewe mke uwe bora. Furaha ya nyumba ya wanandoa inaletwa na mwanamume. Kwa hiyo inategemea wewe mwanaume umejiandaa vipi. Na furaha wakati mwingine ya nyumba inaletwa na mwanamke. Inategemea vipi wewe mwanamke umejiandaa. Maisha ya ndoa ni maisha makubwa sana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, Mtume Muhammad akasema kwamba ikiwa mtaoa basi eleweni mmepata nusu ya dini. Manake kama umeolewa au umeoa, jua tayari una nusu ya dini. Umebakiza kitambo kidogo kumkamilisha dini na upate malipo ya pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanatueleza kwamba unapokosea katika kuoa au ukakosea katika kuolewa, umekosea nusu ya maisha yako. Kitendo cha kuoa ni kitendo muhimu sana, kwa sababu likulli insan lahu thalatha haqa'iq. Kila mwanadamu ana hakika tatu. Ana hakika tatu. Alhaqiqatul ula, ya kwanza alujudu ba'da aladam, ni kuzaliwa. Mwanadamu akizaliwa hapa atalelewa na wazazi, na baada ya hapo ndiye ataoa au ataolewa. Na baada ya kuoa au kuolewa, humo ndani ndio kutafuta mali na mambo mengine. Baada ya kuoa kuolewa, kinachofuata ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii ni maisha. Unapokosea kwenye kuoa au kuolewa, umekosea sehemu kubwa sana ya maisha. Na ndio maana napenda kuwatahadharisha sana wanawake au wasichana ambao hawajaolewa. Leo kuna mwanamke unamkuta kwenye ndoa ana mwaka wa 8, mwingine ana miaka 20, ameshazaa watoto 4 mpaka 5, lakini unamuuliza vipi ndoa, anakuambia lau ningejua hii ndoa iliponifikisha imekuwa kama kikohozi, kimengangania kwenye koo, kutema siwezi kuitema, kumeza siwezi kuimeza. Anabaki anapiga kelele, sema ningejua huko nyuma kama ndoa yenyewe ndio hivi, wallahi nisingekubali kuolewa. Kumbe makosa aliyafanya mwanzo. Alifanyiza makosa mwanzo alipomuona yule mchumba, yeye akampenda mchumba pengine kwa mali, akampenda mchumba pengine kwa sababu fulani, hakutaka kuchunguza huyu mchumba dini yake ni kwa kiwango gani, hakutaka kuchunguza huyu anayetaka kunioa elimu yake ni kiasi gani, hakutaka kuchunguza huyu hofu yake ya Allah iko vipi, hakutaka kuchunguza wazazi wake, familia yake. Huyu mwanaume anataka kunioa, ni nani katika familia yake ambaye naweza kwenda kumpelekea malalamiko yangu na huyu mchumba wangu akamwogopa. Huko kote kuchunguza. Yeye aliolewa kwa sababu aliona ana mali, akaolewa akaona ni handsome boy. Maana siku hizi kuna kauli nasema mimi vyote nikose, lakini mwanaume awe na sura nzuri. Mwanaume anaweza kuwa na sura nzuri lakini tabia yake ikawa ni mbaya, hautauona uzuri wa sura yake. Uzuri wa sura utakuja pale ambapo tabia yake itakuwa ni nzuri. Kwa hiyo lazima tuende na kauli ya Mtume Muhammad pale aliposema oleweni na wale ambao wana hofu ya kumhofu Mwenyezi Mungu. Kwa ndoa ni sehemu ya maisha, lazima mtu aangalie. Sasa leo nitakwenda upande wa kina mama. Sisi wanaume leo tunaoa wanawake ambao baadaye wanakuja kuwa ni mateso kwetu, ni majuto kwetu. Unaoa mwanamke kwa kuangalia sura, unaoa mwanamke. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatueleza kwamba ogopeni kula mchicha wenye kuotea jalalani. Hadithi kwamba ogopeni kula mchicha au majani ya mboga mboga yenye kuotea jalalani. Kwa sababu gani?
mchicha ukiotea jalalani unaweza kula ukafurahia, kwa sababu pale jalalani kuna kila aina mbolea. Kuna tupwa shombe ya samaki, mifupa ya nyama, takataka zote zinatupwa pale. Kwa ile mbolea mchicha utaota vizuri, utastawi, na wewe utasema ama hakika sijapata kuona mchicha wenye rangi nzuri kabla ya kupikwa kama huu. Lakini wewe umeuangalia mchicha, haukuangalia mahala gani mchicha umeotea. Ulipaswa kuangalia wapi mchicha umeotea. Kama ungeona pale mchicha ambapo umeota, ungeogopa kwa sababu umeona jalalani. Ndiye sawa na mwanamke unapotaka kumuoa. Vijana wengi tunaangalia sura, tunaangalia shepu, tunaangalia mwenendo, tunaangalia maumbile. Hatuangalii huyu nayetaka kumuoa ni mtoto wa nani, anazaliwa na nani, anatoka katika familia gani. Je, huyu nayetaka kumuoa ana dini gani? Je, huyu nataka kumuoa atamhofu Allah? Matokeo yake tunaenda kuoa leo inakuwa ni matatizo. Kuna wanaume wamehama nyumba zao kwa sababu ya matatizo ya wake zao. Wanawake ndani wamekuwa ni mbogo, wamekuwa ni chui, kwa sababu hawa wote ambao tunaenda kuwaoa hatuna maandalizi nao kwa ajili ya akhera yetu. Lazima kabla ya kuoa umtazame mwanamke atakayekupa furaha hapa duniani na kesho akhera. Na ndio maana Nabii Daudi akasema katika yale masala manne, akasema Mwenyezi Mungu, naomba unijalie mwanamke ambaye hata nizeesha kabla ya umri wangu. Yani sitazeeka kabla ya umri wangu. Kuna watu tunaota mvi hapa duniani, unasema ni za umri. Leo kuna vijana wana miaka 28, 27, ukiacha mvi za ukoo, ameota mvi. Unamuuliza vipi ndugu yangu, anakuambia nyumba yangu inawaka moto. Ni kwa sababu tulikosea kule chini katika kuandaa mazingira ya kuoa. Sasa nini tunachotoka? Sasa mwanamke anapoolewa lazima aelewe haki za mume. Usiolewi mwanamke kabla ya kujua mume wangu anahitajika nini, yani napaswa kufanya nini kwa ajili ya mume wangu. Jambo la kwanza lazima ujue, nikitoka hapa hivi niko kwenye ndoa, mume wangu natakiwa kumfanyia nini? Mume wangu unatakiwa ujue mume wangu ni kitu gani hapendi, mume wangu ni kitu gani anapenda, na hapendi kwa wakati gani, na anapenda kwa wakati gani. Haya ni masala wewe mwanamke wa Kiislamu kabla ya kuolewa lazima uyaelewe, na ukielewa haya hauwezi kupata shida. Ndio maana leo nataka tushie baadhi ya masala ambayo yanayoendana na masala ya ndoa kuhusiana na hii mada ya ndoa ambayo ninazungumza. Mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajue cha kwanza taa. Baada ya kuolewa ajue taa, kumtii mume wake. Na Allah amekwisha sema katika Qur'ani kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima fallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, kwamba mwanamume ndiyo msimamizi wa mwanamke. Mwanamume ndiyo msimamizi wa mwanamke kufatana na mali ambazo mwanamume anatoa kwa ajili ya kumwoa mwanamke. Basi mwanamke mwema ni yule mwenye kumtii mume wake, ikiwa mume yupo au hayupo, lazima amtii mume wake. Mwanamke mwema ni yule ambaye lazima amtii mume wake. Kwa jambo la kwanza ni taa, na hapa wanawake wengi wanafeli katika hii dunia. Wanawake wengi katika taa wanafeli. Wallahi, Mtume Muhammad anatueleza mwanamke yoyote haruhusiwe kutoka sehemu yoyote kwenda sehemu yoyote isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Lazima mume wako awe ana ruksa na wewe. Hata kama ni kwenda sokoni, lazima mume wako apate ruksa, kwamba mume wangu naomba ruksa niende sokoni, ndio uende. Hata kama ni kwa jirani, lazima mume wako awe na ruksa. Na Mtume Muhammad anatueleza mwanamke yoyote mwenye kutoka nyumbani bila idhini ya mume wake, yani ukatoka nyumbani, mwanamke yote ambaye anatoka nyumbani bila idhini ya mume wake na akatoka akaenda, kwanza kila tambo ambayo atakuwa anapiga atakuwa anapata laana. Lakini Mtume anasema fadaahu Allahu ta'ala ala ru'usil awwalin wal akhirin, mwanamke huyu ajiandae kudhalilishwa na Mwenyezi Mungu, mdhalilisho ambao atawadhalilisha watu wa mwanzo na wa mwisho siku ya kiyama. Ikiwa una tabia wewe ya kutoka nyumbani bila idhini ya mume wako, hiyo tabia acha. Tabia hiyo ni mbaya, ni haramu katika sheria za Kiislamu. Wewe ni mke wa mtu, na Allah anasema mwanamume ndio msimamizi wa nyumba, hivyo lazima uombe ruksa kwa mume wako, na mume wako akikuruhusu ndio uende, na mume wako akikataa ndio uende. Sio hivyo tu, vipo vitu katika Uislamu ni sunna kuvifanya, lakini mwanamume amepewa nguvu katika hizo sunna. Kwa mfano, mwanamke yoyote haruhusiwi kusali sunna yoyote usiku ikiwa mume wake yuko nyumbani, isipokuwa mtake ruksa mume wake. Yani hata kama unataka kusali sunna, labda unataka kusimama sunnati hajja, au simama labda qiyamul layli, au sali tahajjud, na mume wako yuko nyumbani siku hiyo, basi sheria inatueleza hautaruhusiwa kufanya hivyo
isipokuwa umemuomba mume wako idhini ya kwamba mume wangu, mimi leo usiku nataka nisimame sunna, kuna masala nataka kuzungumza na Allah. Sasa haya masala naomba usiku nisimame. Mume wako akikukubalia basi utasali, na akikukatalia hapati dhambi. Wewe ukilazimisha unapata dhambi, japo utangoja amelala ukasema hivi amelala hivi, acha nisali haraka haraka raka mbili kabla hajaamka. Hukumu yake wewe ukisali hali ya kuwa mume wako hakukupa ruksa, yeye ndiye atapata thawabu na wewe utapata dhambi. Na ikiwa atashtuka usingizini akakukuta unasali hali ya kuwa alikwambia hapana usisali, kuna masala mengine nataka nifanye, sheria japo ni sunna, sheria inamruhusu huyu mwanamume, anatoka kitandani anakuja kukukatisha sala katika sunna, anakuambia njoo huku kwa sababu hajakupa ruksa. Angalia ruksa imeenda mpaka wapi. Lakini leo katika dunia hii mwanamke anatoka, acha si masala ya kwenda sokoni. Leo kuna wanawake anasafiri, anangoja mume wake amesafiri na yeye anasafiri kutoka mkoa kwenda mkoa, na muda wote anakaa mdanganya muda wote anakaa mdanganya mume wake kwamba niko nyumbani, uko nyumbani, niko nyumbani, labda niongee na watoto, watoto wako mbali. Lakini wakati huo anakuwa tayari amekwisha safiri, yuko mkoa mwingine au sehemu nyingine kwa sababu mume wake amesafiri. Mwanamke wa namna hii Mtume ameshatueleza kwamba fadaahu Allahu ta'ala ala rusil awwalin wal akhirin, Mwenyezi Mungu atamdhalilisha mwanamke kama huyu, si kwamba atadhalilisha watu wa mwanzo na wa mwisho. Wanawake wa leo mnafanya hadaa sana kwa waume zenu. Wanawake wa leo masala haya ya ruhusa mnafanya hadaa. Mwanaume unaenda kwa mume wako unamwambia mume wangu naomba ruksa niende nyumba ya 7 pale, kuna rafiki yangu niende nizungumze naye. Unajua kila siku niko hapa, sasa naomba unipe ruksa kwa kutaka mimi niende kuzungumza na yule rafiki yangu. Mume wako anakupa ruksa kwa mume. Wewe unapita ile nyumba ya 7, unaenda mpaka nyumba 20, unaenda mpaka mtaa wa 7, unaenda mpaka mtaa wa 8, kule ambako mume wako hakukupa ruksa. Wewe ikiwa ndio unadumu hivyo, wallahi nakuapia, jiandae kupata kudhalilishwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Hadaa ni mbaya sana. Mwenyezi Mungu anasema وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ni mwanamke. Allah anasema wadharaba Allahu mathala lilladhina kafaru. Ajabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapigia mfano ameupigia kwa mwanamke, tena kaupigia sehemu zote mbili. Qur'ani ukisoma hii aya mwanzo kabisa kule juu Allah atasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Afsama ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin wa ghuluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kisha nakuja dharaba Allahu mathala lilladhina kafaru. Mwenyezi Mungu anapigia mfano kwa wale waliokufuru. Mfano huu Mwenyezi Mungu anapiga kwa wale waliokufuru, lakini mwanamke dharaba Allahu mathala lilladhina kafaru. Akina nani wale kufuru? Mra'ata Nuh wa mra'ata Lut. Waliokufuru ni mke wa Nuhu na mke wa Lut. Kanat tahta abidaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Hawa wanawake wawili tuliwaweka chini ya vivuli vya waja wetu wema, waja wetu ambao tuliwaamini, waja wetu ambao tuliwapenda, waja wetu ambao tuliwapa unabii, walikuwa chini ya vivuli vyao. Tizama, hawa walikuwa ni wake wa manabii. Manabii ambao Mwenyezi Mungu amewanyanyua daraja. وما يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. Manabii wana daraja ziko 4. Daraja ya kwanza ni manabii, na Mtume Muhammad akitueleza aliambia hayum fi quburihim yusalun. Manabii ni wazima, wako makabrini mwao wanasali. Allah amewanyanyua madaraja manabii kwa ukubwa wao wa utukufu. Allah amewapa daraja tofauti na watu wa kawaida. Sisi na manabii tunatofautiana mbali, japo walikuwa na masikio mawili, japo walikuwa na macho mawili, lakini wao wamenyanyuliwa daraja. Sasa wake wa manabii Allah anawapigia mfano kwa kama walikufuru. Hawa ni wake wa manabii, walikufuru. Walikufuru vipi? Walifanya hadaa ambayo tuko tunaizungumza. Mke wa Lot alikuwa akimdanganya mume wake. Mke wa Lut alikuwa akimdanganya vipi mume wake? Nabii Lut alikuwa anapambana na ushoga. Wanaume kwa wanaume wanaingiliana, wanafanyiza machafu ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha.
Sasa mke wa Lutu ikawa kazi yake ni kuungana na hawa watu ambao kazi yao kuwaingilia wanaume wenzao kinyume cha maumbile. Akija kwa mume wake anamuonyesha kwamba tuko pamoja. Anamuomba ruhusa mume wake kwamba naenda nyumba fulani. Mume wake anamruhusu, Nabii Lutu anamruhusu akitarajia ile nyumba anaenda ni nyumba nzuri. Kumbe mke wa Lutu haendi kule, anaacha kule alikoomba ruhusa, anaenda kule kwa wale jamaa ambao kazi yao ni kuingilia wanaume. Akija mgeni kwa Nabii Lutu, japo amejificha, mke wa Lutu anazunguka na wafuata wale jamaa, anaeleza, "Nyie mnahangaika vipi? Nyumbani kuna mboga mpya imekuja. Sasa hivi njooni nyumbani kwa Nabii Lutu, kuna mboga imekuja." Akawa anamchezesha hadaa mume wake, kama ambavyo wewe ambaye unanisikiliza wewe, hivi wewe una hadaa ngapi ambazo umemfanyia mume wako? Mara ngapi umemweleza mume wako ya kwamba kaka anaumwa, kaka yuko mkoani ananiita, kisha akakukatia na tiketi mume wako akijua shemeji yake kweli anaumwa, unaondoka unaenda kuishi na mwanamume guesti mkoa mwingine mkifanyiza uchafu, hali ya kuwa mume wako umemweleza ya kwamba kaka wako anaumwa. Hii ni hadaa, na wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha. Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha kwa sababu ni hadaa. Wewe hapo umefanya hadaa ngapi kwa mume wako juu ya pesa? Unamwambia mume wangu, hii kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Kwa mapenzi mume wako anachukua ile pesa anakupa. Wewe ile pesa unaenda kumuhonga mwanaume mwingine ambaye ni hawara yako. Tena unasema baby mume wangu, wewe nitakupa kila kitu kwa sababu mume wangu mimi haniridhishi. Wewe ndio unaniridhisha. Kwa siwezi kukunyima pesa kwa sababu inafika nyakati unatoa hadi aibu ya mume wako kwa sababu ya zina. Wewe jiandae, fabaahu Allah Ta'ala ala ru'us al-awwalin wal akhirin. Mwenyezi Mungu atakudhalilisha siku atakamata watu wa mwanzo na mwisho. Mke wa Lutu akawa anafanya hadaa, anawadanganya watu ya kwamba hivi nawaeleza kwa Nabii Lutu kuna mtu amekuja. Akiwa na mume wake anajifanya yuko pamoja na mume wake, anakaa na mdanganya, anamfanyia hadaa. Sasa habari ile ikazidi, Mwenyezi Mungu akachukia, ndipo akamtuma Jibril na Mikail wanakwenda Sodoma na Gomora. Wakati wanaenda kule Sodoma na Gomora kwa ajili ya kufanya gharika katika ule mji baada ya madhambi kuzidi, walifikia kwa Nabii Lut. Hali ya kuwa Nabii Lut hajui kwamba hawa ni manabii wa Allah, hawa ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Nabii Lut hana habari, akawakirimu kama kawaida. Mke wa Lut akacheza shere tena, akaenda kuwaambia wale jamaa, kama hamjue hivi nawaeleza tayari hapa kwa Nabii Ibrahim, hapa kwa Nabii Lut kuna wageni wengine wamekuja wazuri, watawafaa leo, giza lisiingii isipokuwa muende muachukue na wenyewe mje muwaingilie. Mke wa nabii anafanya masala kama haya. Tayari wamekaa pale, Nabii Lut anaogopa. Walipomweleza mimi ni Jibril na huyu ni Mikail, tumekuja kwa kazi moja, Nabii Lut sababu ya kumwambia hivyo, Nabii Lut aliwauliza akasema, kwa nini mmekuja katika mji? Mji umelaaniwa huu. Watu wanafanya machafu, watakuja hapa watawakamata kwa nguvu. Wale Jibril na Mikail wakasema, hapana Lut, usiwi na wasiwasi. Sisi ni malaika wa Mwenyezi Mungu na tumetumwa na Allah. Hii dhambi hapa imekithiri, tumekuja kuleta gharika. Sasa wewe hata wakija usiogopi, isipokuwa wewe na familia wako wote tokeni hapa mjini muende, isipokuwa mkitoka msigeuke nyuma. Waambie na hii familia yako yote waambie na hii familia yako yote kwamba mkitoka msigeuki nyuma. Na mke wa Lutu akajifanya naye ni mtu mwema, yule ambaye alikuwa ni mtu wa hadaa akajifanya ni mtu mwema, naye akatoka. Wakati anatoka anaenda, kaelezwa usigeuki nyuma. Hawezi kuacha kugeuka kwa sababu huyu ni munafiki, alikuwa anafanya hadaa. Wakaondoka. Wakati wanaondoka, yule mke wa Lutu akageuka nyuma, akageuka kuwa jiwe la chumvi mpaka sasa, kwa sababu ya hadaa ambayo alikuwa akimfanyia mume wake. Ni makosa kumdanganya mume wako. Muite mume wako, kama ni ruksa ya kwenda muombe ili uishi katika toa ya mume wako, kwa sababu mume wako ndio kila kitu chako. Sisi Wakongomani kuna mashairi tunasema, umuonapo mumeo funua meno ucheke, mumeo ajipe sifa uwe mke mwenye radhi, kila mara ujipambe mbele zake mume wako, kutoka nje hawezi kila mara kukuona. Naam, kama unajipamba, jipambe kwa ajili ya mume wako. Na hii hata wake wa Mtume Muhammad
wameelezwa na Mwenyezi Mungu wakae ndani ya nyumba. Waman yaqnut minkuna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiya ja'maratayn wa atadna laha rizqan karima. Ya nisa an-nabi lastunna kahad min an-nisa in ittaqaytunna fala taqta'na bil qawli fayajma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna. Mwenyezi Mungu anawaeleza wake wa mtume, wa qarna fi buyutikunna, mkae kwenye nyumba zenu. Isipokuwa mafuhumu ya aya hii, na Mwenyezi Mungu anaeleza wakae kwenye nyumba zao, lakini mafuhumu inatueleza isipokuwa kama mtatoka kwenye nyumba yenu, mtoke kwa ruhusa ya mume wenu ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa kama wake wa nabii wamekatazwa wasitoki kwa ruhusa yao, na Qur'an inatueleza kwamba wama yaqnut minkuna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiya jarha marratayn, kwamba nyinyi wake wa mtume ikiwa mtamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake tutakulipeni mara mbili. Maana hapa kuna tofauti ya nyinyi na kuna tofauti ya wake wa mtume na wake zetu sisi. Wake wa mtume wakifanya jambo la kheri wanalipwa mara mbili, wakifanya jambo baya wanaadhibiwa mara mbili. Wao pamoja na ubora huo wameelezwa wasitoke kwenye nyumba yao isipokuwa idhini itoke kwa mume wao, kwa mume wao Nabii Muhammad. Vipi wewe umetoka mara ngapi nyumbani ukaenda kutembea na mume wako hakawa hakujua, na wewe ukamdanganya ya kwamba nilikuwa nimeenda sehemu fulani ukamfanyia hadaa? Unafikiri utamueleza nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa jambo la kwanza taa. Jambo la pili, alla tamna'ahu firashaha au alla tamna'ahu fi firashaha. Mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kumnyima mume wake tendo la unyumba. Yani mume wako kama anakuhitaji katika godoro, nitumie lugha ya adabu, katika godoro mume wako anakuhitaji. Kama mume wako anakuhitaji katika godoro, anakuhitaji kwa ajili ya tendo la ndoa, wewe hutakiwi kumkatalia, ila isipokuwa kwa dharura. Unaumwa ugonjwa ambao yanaeleweka, magonjwa, unaumwa malaria kali, labda uko katika hali ya kike ambayo mnayo, ndio unaweza tena umueleze kwa adabu, mume wangu wewe unajua naumwa, naomba unisamee. Lakini usimuelezi kwa kibri, mimi nimechoka bwana, kwanza unajua mimi naumwa jini mahaba, sina hamna wewe, hata nikikana wewe nasikia maumivu. Unamueleza maneno ya kumuumiza wakati amekuoa kwa kutaka asifanye zina. Wewe anakuhitaji katika tendo la ndoa, unamkatalia. Wewe ni mwanamke ambaye jiandae kudhalilishwa na Allah. Na Mtume Muhammad anasema ayyuma rajulun da'a imra'atahu fi firashihi fa abat fa innahu tabitu ghadbanan mal'unatan hatta tusbiha. Anasema ayyuma rajulun, mwanaume yoyote, da'a imra'atahu fi firashihi, atakapomuita mke wake katika godoro kwamba anamuhitaji, fa abat, kisha yule mwanamke akakataa, mal'unatan, mwanamke huyo amekuwa ni mal'un, amelaaniwa. Tena wanawachuoni wanasema laana hiyo atalaniwa na mbingu, atalaniwa na ardhi, atalaniwa na kila kiumbe wa Allah hata tusbiha. Ikiwa kama alikuhitaji mume wako usiku, basi laana hiyo itaenda mpaka usiku wa siku ya pili. Ikiwa mume wako alikuhitaji mchana, basi laana hiyo itaenda mpaka ule muda ambao alikuhitaji. Kwa maisha tunayoishi leo, unadhani ni wanawake wangapi wamelaaniwa? Leo kuna kesi tunazipokea wallahi, mwanamke anakaa na mume wake miezi minne, mme anamwambia mke wangu nakuhitaji, mwanamke anamwambia mimi sijisikii, nilisha kuambia nipe talaka kwa sababu nikiwa na wewe sijisikii. Haya ni masala ambayo mwanamke wa Kiislamu hapaswi kusema maneno machafu kama haya. Ni maneno machafu kwa sababu huyo ni mume wako, na kama ni mume wako anakuhitaji. Ndio tunaelezwa alla tamnahu fi firashi, hauruhusiwe kumnyima anapokuita na adhabu imekuja. Kwa hiyo wanawake hamupaswi kuwakatalia waume zenu pindi wanapowahitaji kwa ajili ya masala ya kukidhi haja za mwili. Vipi unamkatalia mume wako? Tena wengine mmefika mbali wallahi, kuna wanawake ndani ya ile hada ndani anamweleza mume wake anaumwa, na mume anamhurumia mke wake kwamba siwezi kumgusa mke wangu, aisha niambia anaumwa. Lakini akitoka ana mwanaume mwingine nje, yani ndani hafanyi tendo la ndoa kwa mume wake, lakini akiitwa na bwana wake. Kwa sababu leo tuna wanawake wengi sana, wanawake wengi sana leo unakuta mwanamke ana mume na ana mabwana wawili nje.
Hii ni kawaida sana, na dhambi hii ikishafikia kwenye nafsi yako, dhambi unaizoea, unaona ni kitu cha kawaida, dhambi haikuumizi wewe. Ukifanyiza dhambi unaona ni kitu cha kawaida, hiyo hali umefikia ndugu yangu ni mbaya. Wewe mwanamke wa Kiislamu, ikiwa una mme, unakuwa na mwanaume mwingine nje, inafika nyakati mme wako anakuhitaji katika tendo la ndoa, ndani unamweleza naumwa, hali ya kuwa haumwi, bali ukiitwa na hawara yako mwanaume wako wa nje, unaenda kwa mbio na haraka na unapona nyakati hizo, unatekeleza kitendo cha zinaa na unakataa kitendo cha halali. Wewe umefika katika kiwango kibaya, umefika katika kiwango kibaya. Na muomba Mwenyezi Mungu akujalie na akukinge na akunusuru na hiyo balaa. Kwa hiyo jambo la pili, mwanamke akaitwa na mume wake katika godoro kisha akakataa. Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad asema mal'unatan hatta tusbiha, mwanamke huyo amelaaniwa mpaka asubuhi. Jambo la tatu, mwanamke yoyote lazima ajue kwamba, nilisema mwanzo, mwanamke lazima ajue mume wake anataka nini na hataki nini. Mwanamke lazima awe na wivu kwa mume wake. Haya ni masala lazima ujue. Wivu kwa mume wako, unakaa na mume wako, wivu unaongeza mapenzi, lakini usipindukie, kwa sababu wivu, hata wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimuonea wivu. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazungumza na bibi Aisha, mazungumzo ya kawaida, lakini akawa anampa habari za kumsimulia bibi Aisha namna walivyoishi na bibi Khadija. Wakati anamuhadithia habari za bibi Khadija, namna Mtume alivyoishi katika maisha na bibi Khadija, wakati sasa anamueleza Aisha, bibi Khadija alikuwa hivi, Aisha ukampata wivu. Na Mtume alikuwa anasema mama yenu ana wivu, maana Aisha ni mama yetu. Alikuwa akifika anasema mama yenu ana wivu. Kuna siku moja, kabla sijamalizia kisa, kuna siku moja Mtume ilikuwa nizamu ya bibi Aisha. Sasa kuna mke wake mmoja akamwona Mtume amekaa karibu na msikiti. Sasa akajua Mtume pale, acha niandae kidogo hichi chakula walau Mtume aende kula. Sasa kumbe yule mwanamke wakati anamuita sahaba ili kile chakula apelekewe Mtume, pale dirishani bibi Aisha anaona ule mchezo. Yule sahaba wakati anaanza kuja, bibi Aisha akazunguka, kabla yule sahaba hajafika na kile chakula kwa Mtume, bibi Aisha akafika pale, akamwambia yule sahaba, naomba hicho chakula. Akamueleza, mama, hicho chakula nimetumwa nimpeleke. Akamwambia, wewe nipe. Bibi Aisha akakichukua kisha akalipiga lile sahani chini na chakula chote akakimwaga. Mtume alipogeuka anaona chakula kinamwaga. Kisha maswahaba wakawa wameshangaa, wameshtuka, wakingoja kusubiri Mtume atareact vipi. Lakini Mtume alitabasamu akasema, mama yenu amepatwa na wivu. Mama yenu wivu umemshika. Ameona kile chakula naletewa mimi na nizamu yake, wivu umemshika. Hayo ni masala ya kawaida. Mtume akaenda akaokota lile sahani, kisha akakichukua kile chakula akakiokota, akasema ya ni masala ya kawaida. Kama Mtume alikuwa anaonewa wivu na mke wake, wewe vipi ushindwe kumuonea wivu mume wako? Lazima mwanamke uwe na wivu kwa mume wako, kwa sababu unapoona wivu kuna hali fulani ambayo itajengeka. Sasa bibi Aisha huyu anasimliwa na Mtume habari za bibi Khadija, akapata tena wivu. Sikiliza maneno aliyosema. Akamwambia, ya Rasulullah, ma tadhkuru min amri ajuz hamra'u shadiqaini qad abadalaka Allahu khaira minha. Ewe ya Rasulullah, Mtume wa Allah, mbona leo unamkumbuka mwanamke ambaye alikuwa ajuza, mzee, alikuwa ishakuwa mzee, meno ya mbele yote hana, leo unakumbuka unamtaja mbele yangu, qad abadalaka Allahu khaira minha. Hapa Aisha akajinyanyua akasema, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu amekuletea mwanamke bora zaidi ya Khadija. Angalia, bibi Aisha hapa anasema amekuletea mwanamke bora zaidi ya bibi Khadija. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la, akakataa, kama hapana, ma abdalani Allah, Mwenyezi Mungu hajaniletea khaira minha, hajaniletea mwanamke bora kama Khadija. Mtume akaanza kumsifu Khadija, akamwambia, kana umul ayali warabatul baiti. Kuma umul ayali, bi Khadija alikuwa ni mama wa familia, warabatul bait, na alikuwa ni mama ni mlezi wa nyumba, ndio ilikuwa kazi ya Khadija. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amanat bihinna haramani an-nas. Khadija aliniamini wakati watu wamenikimbia, Khadija alinikumbatia wakati watu wamenitukana. Mwenyezi Mungu hajawahi kunipa mwanamke bora kama Khadija. Sasa ilianzia wivu. Mwanamke wa Kiislamu, jielekeze kuwa una wivu na mume wako. Wivu ni sehemu ya mapenzi.
basi wivu ni sehemu ya tendo ambalo linakufanya mwanamke aone kwamba unamjali, unampenda. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kharimna sharra basharina ala an-nar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.